Na nilikwambia kumshukuru Mungu kwa njia ya maneno, kwa njia ya vitendo, kwa njia ya sadaka na kwa njia ya kutumika, kwa njia ya maombi. Hizo ni shukrani. Na Mungu anachotudai sisi kikubwa, anapofanya mengi yote, anaangalia tu kitu kimoja. Je, watu hawa wananirudishia shukrani? Inaweza ikawa jinsi Mungu ambavyo alikuwa tayari kumhudumia mtu, ikafika mahali akapunguza namna ya kumhudumia. Inategemea tu huyu mtu huwa hatoi shukrani. Lakini inaonekana ni tatizo kubwa. Kwenye Biblia kuna wakoma waliponywa. Walipoponywa wakoma wengi, alirudi mmoja tu kushukuru. Tafsiri yake ni kwamba kumbe katika watu wengi ambao Mungu anawatendea miujiza, sio ajabu asilimia kubwa hawatoi shukrani. Sio ajabu. Na inaonekana ni tatizo kubwa. Sasa ikiwa kwenye 10 anarudi mmoja tu, pale ulipotunga wimbo kwamba waliokuwa wakoma ni wengi, lakini mimi Bwana nimerudi kukushukuru, alirudi mtu mmoja kushukuru. Sasa unajiuliza, hawa wote 9 kwa nini hawajashukuru? Ni kwa sababu ya kiburi? Ni kwa sababu ya kutokuwa na uelewa muhimu wa kushukuru? Ni kwa sababu ya uelewa mdogo? Au ni kwa sababu ya kujiona wao wamefanikiwa kwa sababu ya juhudi zao? Hayo yanabaki kuwa ni maswali. Lakini ukweli ni kwamba ikiwa alirudi mmoja kushukuru, unaweza ukaona wengi wanashukuru Mungu, ila Mungu anapopima katika wengi hao, anaweza akawa ameona mmoja amemshukuru Mungu akamgusa Bwana, ila kuna watu akawa wanashukuru tu kama kutimiza desturi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tujifunze somo linalosema ukifaulu mtihani unapandishwa daraja. Ukifaulu mtihani unapandishwa daraja. Ukifaulu mtihani unapandishwa daraja. Nini maana yake? Maana yake Mungu huwa pia anaweka mitihani. Anapoweka mtihani mbele ya mtu, usione leo mtu anapanda daraja kutoka daraja moja kwenda daraja lingine, basi ukikuta amepanda daraja, ukikuta ameinuliwa, ujue kulikuwa na mtihani kabla ya hatua hiyo. Usione mtu amefanikiwa ukafikiri yuko tu pale. Kuna mitihani ilitangulia ndipo akafika hapo. Na Mungu pia huwa anaweka mitihani. Anaweka mitihani. Utafaulu au utafaulu. Wakati mwingine unaweza ukawa unalalamika kwa sababu ya mtihani uliyoko mbele yako. Unaweza ukawa unalaumu, ukawa na maneno mengi kwa habari ya mtihani. Kumbe mtihani upo kwa ajili ya faida ya mtu huyu kuweza kufanikiwa. Nyuma ya mtihani kuna mafanikio. Nyuma ya mtihani, baada ya mtihani kuna baraka zipo. Sasa kukataa mtihani ni kukataa baraka zinazokuja mbele ya huo mtihani. Bwana asifiwe sana. Tunapojifunza tunaanza katika kila kujifunza kila jambo. Mara nyingi sana lazima uelewe kwamba unapojifunza kitu, ninasema tu kwamba baada ya mtihani, mtu akifaulu mtihani anapandishwa daraja. Lakini inamaanisha baada ya kupita kwenye vipimo, baada ya kupita kwenye majaribio, tegemea kuinuliwa, tegemea kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yanakuja, lakini kuna mtihani. Na mtihani, tunapojifunza somo la lolote, lazima turejee kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo. Mwanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, Mungu alipokuwa amewaumba na akaweka mahali pa mafanikio, aliwapa mtihani bado, aliwajaribu. Adamu na Hawa walipewa mtihani. Hao ni wazaliwa wa kwanza kabisa. Na hawa ndio wa kwanza kuumbwa.
na Bwana anawaweka mahali pazuri kabisa, lakini hawaachi bila mtihani. Yale mazuri yataendelea kuwa juu yao, wataendelea kunufaika na yale mazuri, lakini kuna mtihani anawawekea. Adamu na Hawa akawekewa mtihani wa kutokula tunda. Akifaulu ataendelea kustawi. Alikuwa kwenye Edeni na angeendelea kuenjoy na kuendelea kutanuka. Inazaliwa kama angezaa watoto yungali kwenye bustani, basi hata kizazi chake kiendelea kunufaika na kufanikiwa na zaidi na zaidi. Lakini kwenye bustani ya Edeni alikaa muda mfupi kwa sababu ya kufeli mtihani. Angefaulu angeweza kuendelea kunufaika zaidi. Mungu huwa anapenda kuinua mtu hatua kwa hatua, na Mungu huwa anapenda maongezeko, sio Mungu wa kupunguza. Anataka au anapandisha hatua kwa hatua. Sitawafukuza maadui kwa pamoja, nitawatoa kidogo kidogo mpaka utakapoimarika. Mwanafunzi anapopewa test akafaulu, unajua ameimarika kwenye hayo uliyomfundisha. Kama ni aya hiyo umeanza naye, mtoto anapewa mtihani, anafaulu vizuri kuzisoma, kuziandika, basi ameimarika. Mungu anaendelea kumpeleka darasa lingine. Wanampeleka darasa lingine kwa sababu ameimarika kwenye hivyo. Kabla hajaimarika hana uwezo wa kusimama, hajaweza kusimamia yale aliyofundishwa. Kwa hiyo wakati mwingine, ili kubainisha mtu kuwa ameelewa, weka mtihani. Na Mungu anataka mbariki akiwa ameshaelewa vizuri. Kwa hiyo lazima apewe mtihani ili kudhibitisha kwamba ameelewa. Hata kama utamtoa hapa kumpeleka sehemu nyingine, una uhakika ameelewa, ana uwezo wa kuja kuwafundisha wengine wakija nyuma yake, maana ameelewa. Kwa sababu hiyo sasa tayari amefaa kuwa kielelezo, alifaulu. Huwezi kumpeleka daraja lingine wakati bado hata hajafaulu hili la kwanza. Lazima faulu. Akifaulu mtihani, basi unamsogeza. Wewe unataka tu kuinuliwa, lakini mitihani hutaki kufanya. Lakini upendi kuona mtihani unakuja mbele yako. Adamu akafeli mtihani, akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Badala ya kupanda daraja, akashushwa daraja. Anakuja mbele yake mwanae Kaini na Habili. Habili unakuja mtihani. Kwa nini nasema ni mtihani? Pale mwanzo kulikuwa na mtihani tu wa utii. Watii kusimamia alichowaambia Bwana, msile tunda, ni mtihani. Wa kutafuta kutii kwako. Unakuja mtihani mbele ya Kaini na Habili wa kutoaji. Sasa katika kutoa kwao wanajaribiwa, lakini kila mtu atende vema. Yaani apatie kutimiza kama jinsi anavyopaswa kutenda. Afanye wajibu pasavyo. Kufanya vyema, kufanya vema na kufanya sawa sawa. Fanya kwa imani, kutimiza sawa. Inafika mahali mtihani unawekwa mbele yake, kwamba wewe Kaini, mbele yako mbona umekunjamana sura? Mbona una hasira hivi? Kuna shida gani? Mbele yako kuna dhambi inakuotea mlangoni. Na hii dhambi usipoangalia itakuangusha. Yeye alipewa mazingatio, angalizo lile ulikuwa ni mtihani. Kule kukumbushwa, kule kuonywa, kule kuangaziwa nuru mahali pa kupita. Unabaki mtihani, nipite kule au nipite huko. Kila kitu kiko wazi mbele yako. Neno la Bwana linapofunuliwa kwa mtu na akalifahamu, inabaki jukumu lake kufaulu. Aliishi au akwepe pengine. Anaambiwa Kaini, dhambi na kuotea ya kupasa uishinde. Amepewa tahadhari kabisa, lakini ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumejaa mtihani kabla ya kuinuliwa. Na wengi walipofeli mtihani walishushwa. Na Mungu hawezi kushusha hivi hivi. Atampa mtihani, alafu atampa nafasi ya kuandika, alafu ataandika. Alafu akishafeli, Mungu ataacha nafasi ya pili. Fanya masahihisho. Sasa mtu anasema mimi masahihisho sifanye. Anabaki pale. Kifeli form 2, rudia darasa. Kisha rudia darasa ukatoka vizuri, watakuruhusu kwenda form 3.
hawezi kukatalia form 2 siku zote, lazima. Na hata wa shule ya msingi walikuwa na kikwazo chao. Ukifika darasa la 4 hapo kipindi cha elimu mwanzoni hapo, ukifika la 4, mtihani wa la 4 unaangaliwa sana. Kuna mitihani mikubwa ukiwa shule ya msingi wa darasa la 4 na darasa la 7. Na inakuwa ni mitihani mingi. Utaona watoto wengine wanafunga la 4 na la 7 hawafungi. Kwa nini? Wako kwenye mtihani muhimu, mtihani nyeti wa kupandishwa daraja, wa kuingia level nyingine. Kwa ukisema mtu amekuwa wa kwanza chekechea, sio ajabu sana. Wa kwanza la kwanza, hiyo sio ajabu, wala hujui kama ni wa kwanza kweli, kwa sababu wote wanaweza kuwa wa kwanza. Ni mwanangu akiwa la kwanza akawa wa kwanza, akapewa na zawadi. Lakini mimi nikawauliza, huyu amekuwa wa kwanza kweli? Anasema kumbe waliokuwa wanasahisha tena walikuwa wanasahisha wanafunzi. Sasa wanafunzi waliona mwanafunzi mmoja ni jirani. Sasa anasahisha mtihani. Alafu jirani yake anamwachaje? Atamwangushaje jirani yake? Wanacheza pamoja, wanaruka dama pamoja. Sasa ndio mwalimu ndio sahihi anasahisha yeye. Yeye akapitisha pale, kapiga 100. Akamjazia akaandika yeye. Mwanangu tunaita sasa wazazi, tumeenda pale wa kwanza Gladness huyo na zawadi zake. Hongera sana. Hiyo ni fake la kwanza. Bwana sasa. Hiyo ni fake ya mchongo. La 4 na la 7, form 2, form 4. Ni wanaambia sishawishiki wala uwezo kanibadili. Yaani nikufanyie sherehe kwa sababu umemaliza la 7. Ninakufanyia sherehe umemaliza form 4. Kabla majibu hayajatoka sifanyi kitu. Hata zawadi sikupi. Nakupa, yaani naanza sherehe na kutumia gharama kubwa. Subiri matokeo yakija, fuata zawadi. Na nishamshukuru kwa kusema tu bwana, yaani ilikuwa sio padogo. Na kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, palefu hapo umepigwa baridi sina, tunasubiri majibu, matokeo. Yakija ndio chukua hela ya karamu, chukua hela ya daftari. Maana sema ndio unaendelea mbele. Amemaliza form 4. Haya sasa watu wanaanza na kunadi, msituangushe na nini? Tutawaangusha tofauti. Matokeo wana 0. Subiri matokeo. Naanza kumpandisha mtu na kumpa zawadi na tunu na mataji wakati matokeo hayajaje. Subiri matokeo, utamvalisha taji ya kijana. Unamvalishaje mtaji mtu hata matokeo yake? Unampa tunu ya kushinda. Ameshinda. Amepiga mbio. Biblia inasema kwamba mtu asipopiga mbio vizuri, asiposhindana vizuri, asipopigana hawezi kupokea tuzo. Haleluya. Kwa hiyo Bwana huwa anamuinua mtu baada ya mtihani. Kila aliyeinuliwa na kubarikiwa na kuongezwa na kukuzwa, nyuma ya kukuzwa kwake, kuinuliwa kwake, kulikuwa na mtihani. Tuangalie kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, mtu mmoja ambaye ni baba wa imani anaitwa Ibrahimu. Na hapana shaka ni msingi wa baraka kwetu, lakini alijaribiwa. Sura ya 12 alipewa mtihani. Hebu soma sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka. Asante.
Hapo tunajua Ibrahimu, uko na ndugu zako, uko na jamaa zako, uko na jirani, uko na watu mnaelewana, shakuwa marafiki. Halafu mtihani unakuja. Toka wewe katika jamaa zako uende. Halafu huko ndiko tunakubariki. Ni mtihani tayari. Ninatokaje kwa baba yangu na mama yangu? Ninatokaje kwa ndugu zangu wa karibu? Nina marafiki, nina ndugu, nikipata shida ndugu akisikia wanakuja kunipa pole, wanakuja kunisalimia. Leo ninaambiwa toka wewe katika jamaa zako, wewe jitenge na watu wako wa karibu. Sio mtihani mdogo, ni mtihani mkubwa. Hata ukijaribu kumweleza mtu nataka kuhama, wewe kuna shida hapa? Hapana. Kuna tatizo gani? Kuna nini? Huko nako kwenda uliwahi kupa experience sipa juu. Sasa huko nako kwenda mbali kote huko, ndugu unawaacha wote huko. Nani atakusalimia ukipata shida? Nani wakuja huko? Ni mtihani, kwa sababu hata ukijaribu kupima leo, mimi na kaka yangu ninayemfuata ametoka mazingira haya, baadaye akaenda Mpanda, baadaye akasema aende Maragarasi, akaenda kusavei, lakini akaruka kwenda Katavi. Sasa hata akilalamika, mbona bwana mdogo huji kunisalimia, sio ajabu, sio kesi nyepesi mimi kukimbia Katavi. Ndugu wengi wako huko. Kwa hiyo changamoto zinapotokea huko, kwanza na wao wanajua tu kabisa kwamba huyu bwana yuko mbaya. Kuna msiba kwa shangazi, kuna msiba kwa mjomba, kuna msiba si kwa nani. Atatokeaje kirahisi? Hata yeye hata asipotokea mnasema basi yuko mbali, huko ni gharama. Lakini mlioko karibu hapo kutokea msiba, ni vyepesi kusema ni wapi, Shinyanga au Mwanza hapo mwanzo. Jamani tuwai mazishi. Lakini huwezi ukaniambia ni wapi mazishi Katavi. Bwana sasa hapo inabidi nijipange, nijikague, nione. Kwa hiyo unapotenganishwa na watu wa karibu, kuna namna unaumia. Kuna namna ni mtihani. Sasa kama utakataa kuacha wazazi wako, utaolewa sangapi? Ili kusudi sasa uinuliwe kuingia kwenye daraja la kubarikiwa. Heri kuwa wawili kuliko mmoja. Hasa ukasema, lakini hapo kuna daraja, katikati hapo kuna daraja. Kuvuka kwenda ngambo ya pili. Mimi nimekuwa nikiwaona wakamwana tunaopeleka kipindi fulani tukiwa kanisani, tunakuwa kwenye msafara wa kupeleka bibi harusi. Sasa mnapopeleka hivi, mtaenda vizuri, lakini wakati anatoka pale nyumbani, wakati wanaagana na ndugu zake wa damu, nashangaa msika analia machozi kabisa. Analia kabisa. Yaani ndani kumejaa maswali. Jamani, tunachelewa, gari iondoke. Na dereva sasa anasema tuondoke sisi wote. Bado wana nani? Eti anamwaga babu yake. Wewe umekuwa naye siku zote hapo, mbona sasa unaendelea tena kumgandisha hapo? Kwani harusi ni ya kushtukiza? Hapana. Kwa nini asingeagana na watu wakati amekaribia kwenda kuolewa? Kuna namna bado tena ya uchungu unampata. Ni mtihani kwake, anaondoka kwenu. Hadi mama mzazi naye analia. Kwa hiyo unalia utaka aende kuolewa au? Yaani kuna namna tu, kuna kamtihani kapo. Watu wanawaambia jamani, simependa kuchukua mahali, tupeni wa kwetu tuondoke. Kama ni Wasukuma wanasema toa joto laga tuondoke naye. Ila huku anaacha kama vile watu wamenyeshiwa mvua. Ni mtihani. Tumepeleka bi harusi mmoja, ametoka kwa shida, lakini tumeenda na ndugu zake wa damu na nini, tumefika kule. Sasa ile siku sasa, kesho yake wanaondoka. Baada ya harusi tukashinda, kesho yake wanaondoka. Ile tunaada wengine kufika, sasa mbaki salama, maisha mema, sisi tunaondoka. Kila mmoja. Alipokuja ndugu yake wa damu, kaka yake, anamshika mkono, ndo anaangua kilio kabisa. Anakuja mdogo wake analia. Sasa inakuwaje? Sasa abaki nani? Simuelewa wewe. Kunaanza kuonekana kama vile kuna yaani kwa nini hapa kuna mtihani? Kujitenga na watu wake ni mtihani, lakini Mungu anaweza kukuweka mtihani. Toka wewe katika jamaa zako, uende huko, nitakubariki.
Sasa uking'ang'ana nibaki tu kwa ndugu zangu, wakati umeambiwa toka katika jamaa zako, ndipo Mungu atakwambia umefeli mtihani. Maana mtihani ni kufunga safari uondoke. Mtawaacha wazazi wenu, mtawaacha baba na mama, mtaambatana. Hutaki kuambatana, hutaki kuacha, basi huwezi kulifikia hiyo daraja la baraka ya familia. Bwana asifiwe. Huo ni mtihani. Mungu anaacha mtihani. Unaweza ukatamani kufikia mahali pa baraka zako, lakini ukashindwa kuwa na ufahamu wa kwamba kabla ya hapo Mungu ataweka mtihani hapo. Hata kama amekwambia yeye nenda pale utakubariki, ataacha mtihani. Huyu mtumishi wa Mungu alipoondoka, aliposhinda testi ya kwanza, maswali yako ndani, mtihani hauna swali moja, kuna maswali mengi. Amekubali, anaondoka, anafika huko ambapo ameambiwa, anakutana na swali la pili. Njaa ikapiga sana. Wakati Mungu alimwambia huko ndiko nitaka kubariki, alafu anashangaa anafika njaa ya kupamba moto kabisa. Njaa ya maana. Hivi huyu Mungu inakuwaje ameniambia niende, nimeitika, nimefika, halafu mbona mazingira kama hayanipokei? Mtihani, swali lingine. Bado mtihani unaendelea nao. Haleluya. Mtihani ni endelevu. Haya, akafaulu, akafika kule, akakimbilia tena Misri. Alipokimbilia Misri huko ndo anaenda huko, anafika kule na hofia hata usalama wake. Anasema mke wake, dada yake. Akajikuta anaanza, "Umetufanyaje Bwana hivi na hivi?" Yaani una mazingira hajaenda kumsupport kama alivyofikiri. Mtihani. Unaliona swali la kwanza, unashangaa liko la pili. Unashangaa yapo ya kujieleza. Haya, umetoka kwenye maswali ya kuweka A B, unafika sehemu ya kuweka kujieleza. Kuna mahali unafika ndio au hapana, unaandika tu ndio au hapana. Unafika mahali pa kumechisha kwamba hili linaendana na hili. Unafika mahali kabisa ereza. Lakini ni maswali yote yako ndani ya mtihani. Kwa hiyo mtihani ni maswali ndani yake. Ukisikia mtihani basi ni maswali ndani yake, sio swali moja, maswali ndani ya ule mtihani. Ulikuwa ni mmoja kutoka kwa jamaa zake, lakini anafika kwa unakutana swali la, unakutana na njaa. Anakimbia kimbia. Haya, nafiwa, anarudi. Ninazika wapi? Huna makazi, utazika wapi mtu wako? Wewe ni mgeni, mwamiaji. Niuzieni eneo jamani. Nipeni eneo. Ni mtihani. Ndani ya mtihani kuna maswali mengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie swali lingine alilokutana nalo ile sura ya 10 Mwanzo 14. Ile ya kutoka katika jamaa zake, lakini bado anaendelea kujaribiwa. Kumbuka huyu mtu hana mtoto. Sura ya 15 mstari wa kwanza. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika Josi, likisema, "Usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana." Abrahamu akasema, "Ee Bwana Mungu, unanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye nimiliki nyuma yangu ni huyu Eleazari Mdameski." Abrahamu akasema, "Tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani kwangu ndiye mrithi wangu." Nalo neno la Bwana likamjia likisema, "Huyu hatarithi, bali atakayetoka katika viuno au wa Shetani, atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi." Akamleta nje, akasema, "Tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu." Akamwambia, "Ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Akamwamini Bwana, maana Bwana amempa hiyo zoezi. Akamwamini, akaenda kahesabu. Basi akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha
akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Lakini mstari wa 8 unaanza mtihani. Akamwambia hivi, Bwana, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Nipateje kujua, nitajuaje kama nitarithi? Haya, anapewa mtihani. Mstari wa 9. Akamwambia hivi, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Mstari wa 11. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Mstari wa 18. Siku ile Bwana akafanya agano, lakini ile nyama, kama umeniambia nikuandalie mtihani. Amemaliza kuandaa. Bwana haji tena kuja kula. Sasa ameandaa, niandalie chakula, niandalie sadaka. Bwana ameandaa, lakini Bwana huyu Abraham akaandaa. Amemaliza kuandaa, ukaibuka mtihani wa Bwana kuchelewa kuja. Baada usingizi unaingia, ndege wanakuja, anaanza kuhangaika kufukuza ndege wasije wakaja kunajisi, kwa hakika wasije wakaharibu chakula. Ni mtihani. Anaendelea na baada usingizi mzito. Baadaye Bwana ndo akashuka akaja. Ule mstari wa 17, yeye alipokula sivyo kama ambavyo ule mstari wa 16 ule mstari wa 17, ikawa jua lilipokuchwa ikawa giza, tazama nuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Hatimaye sasa Bwana akaja. Ila amekawia, ni mtihani bado. Umeniambia niandae chakula, lakini mlaji sasa hashuki kula. Amenyamaza tu. Paka nimekuwa na kazi ya ziada tena, jamani chakula kimeiva, lakini sasa walaji hawapo tena. Ni zoezi la kufukuza ndege. Aya, giza limeingia, anahangaika, lakini yote yale yalikuwa na maana yake, akimwambia kuna wakati utakaokuwa wa ukimya, wa shida, wa hali ngumu, giza litatanda, lakini kutakuwa na shida. Kwa miaka kadhaa watu wako watakuwa. Ni mitihani. Umeuliza swali kwake, amekujibu kwa kukupa pena mtihani. Unamuomba Mungu kitu, lakini anakujibu kwa kukupa mtihani. Ukifaulu ndo anakupa hicho ulichokuwa unataka. Bwana unaniacha, mimi naondoka zangu hivi, sasa nimezeka, sina tumaini, siku zangu zimeisha, sasa naondoka, sina hata mrithi. Bwana akamwambia hapana, toka nje, angalia kuna nyota nyingi, kwa uzao kutoka mwingi kama hivi. Nitadhibitishaje Bwana kama kweli mimi nitazaa, nitakuwa na haya? Nipatie ndama wa miaka 3, kondoo wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, njiwa. Yaani mimi naomba unipe uzao. Halafu bado naendelea kutaka tu niendelee. Amepewa mtihani wa utoaji. Bwana amemjaribu tena. Yaani ndivyo ilivyo. Inaweza ukafikiri kwamba unataka kubarikiwa kutoka baraka hizi kwenda hizi, kutoka imani kwenda utukufu hadi unapofuka utukufu unakuja mtihani. Mtihani. Nyuma ya mtihani kuna mafanikio. Ila ukifaulu, ukifeli usitegemee tutapanda daraja, utashuka. Hata kama ni Mungu ameahidi kitu, ila ukifeli mtihani unabaki pale. Kama amesema toka wewe katika jamaa zako uende, halafu wewe hautoki, ujue hataweza kufanikisha. Wewe Musa, waamuru wana wa Israeli waende, piga yale maji. Aya, maji nitatoa, lakini gusa huo mwamba. Usipogusa mwamba inabaki hivyo. Kwa sababu Mungu amekupa mtihani ili akufikishe mahali. Na mtu aliyepewa mtihani akafaulu, akavuka daraja, akapanda daraja lingine, ana ushuhuda na ana mazingatio makubwa ya kufika alipo.
Maana alipewa mtihani. Hata ungesahau ulikotoka, lakini ile mtihani itakukumbusha kwamba ule mtihani ulikuwa ni mtihani mgumu sana kwako. Ndio maana Daudi hajawahi kusahau mtihani wa kuua simba na kuua dubu. Niko machungani, huyo anatokea simba, anakamata kondoo. Watu wa imani fulani wanapenda kusema huo mtihani huo ni mtihani. Mwenyezi Mungu akusaidie, ni mtihani. Wanajua mtihani, wao wanajua mtihani. Bwana amenipa mtihani. Sisi hatutumii sana mtihani, tunatumia majaribu haya. Lakini mtihani, baada ya kufaulu mtihani, ndio majibu, ndio unapandishwa daraja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mwanadamu aliye kwenye mlengo wa kufikia daraja, kupanda daraja, anayetarajia kupanda daraja, anayetarajia kubarikiwa, anayetarajia kuinuliwa, tegemea mtihani. Kupo mtihani. Na ule mtihani unaweza kuwa hauna swali moja, una maswali mengine ya kujieleza, mengine ya kutoa jasho, mengine ya kutumia nguvu, mengine utafikirisha akili yako. Lakini utahitaji msaada wa Bwana. Utaomba, utapambana, utakemea, utatoa muda, utajinyima hata bila kula. Ni mtihani na maswali ndani yake. Mtihani unaweza kuwa mmoja, lakini ndani kuna maswali. Wewe mtihani wa huyu mtu hana mtoto, anaomboleza apate mtoto, lakini ndani ya safari yake anapewa mitihani mingine. Yani ni mtihani mmoja, lakini ndani kwenye mtihani anataka afikie baraka, lakini kuna mtihani sasa unaowekwa mbele yake. Akifaulu ndiye anapokea hitaji lake. Hana ananilia mtoto. Mtihani unakuja na maswali. Swali la kwanza tulitoa Penina, akawa mtihani uliojaa maswali. Unajiuliza Penina alikuaje? Paka na katoto ka Penina. Paka na mwanaume anafika mahali anamwambia mimi si bora kuliko watoto 10. Aya, mchungaji kabisa anamwambia mwanamke utalewa mpaka lini? Alipojibu tu ile swali la mwisho, basi kumbe ilikuwa ndio swali la mwisho kwenye mtihani. Anafaka mbio, basi Bwana nakukumbuke niwe kwako kama ulivyotaka. Bwana asifiwe. Amen. Wewe angalia mtu anaenda mbele ya Yesu. Yesu kabisa anaenda kwa ajili ya mwanae, kwa ajili ya kupokea uponyaji. Yuko na mgonjwa, yuko na mhitaji, lakini majibu yake ni daraja. Ugonjwa ndio tatizo lake liko hapo. Anataka atoke hali duni, atoke hali ya udhaifu, aende hali njema. Sasa kwenda hali njema ni kupanda daraja. Sasa usipoweza utabaki pale. Akaenda mpaka akafika, akasema Yesu, ninaomba. Wakati anaongea tu wakasikia watu, wakamwambia usipige kelele mbele yake, toka nyuma yake, usipige kelele. Wanafunzi wanakuwa tayari ni swali. Wewe unataka kupokea uponyaji. Swali analokutana nalo, anapohitaji msaada, anatokea mtu ana swali. Inatokea swali gumu sana kwa atajibuje. Anaambiwa anapiga kelele. Akaendelea. Kwa sababu anajua kuna mahali na kwenda. Akaendelea. Alipokuwa anaendelea, Yesu akasema sijatumwa ila kwa kondoo nyumba ya Israeli walipotea. Akaendelea kumsumbua Bwana, hakukata tamaa. Amefika akapewa mtihani. Sasa alipokuwa anaendelea, Yesu akamwambia hivi, samahani mama, chakula cha watoto hakistahili kuwapa mbwa. Hakusita, Bwana, hata mbwa nao huna makombo ya kukaa mezani kwa Bwana sana. Yesu akasema sijawahi kuona mwenye imani kuwa namna hiyo, na iwe kwako. Yaani mwanamke umefaulu mtihani. Pokea majibu yako. Pokea kuinuliwa, pokea kupona, pokea kufanikishwa kwenye hilo unalohitaji. Ni mtihani. Umekutana mtihani, unataka kuinuliwa, kuna mtihani utawekewa mbele yako. Fuatilia wote waliopokea muujiza kama hapakuwa na mtihani. Mara chache sana kukuta mahali hapakuwa na mtihani. Basi kama hapakuwa na mtihani, hakikisha ukishapandishwa unaletewa mtihani.
uhakiki ulifaulu kweli. Waliopokea daraja bila mtihani, wakishafika kwenye daraja takuja mtihani wa kuwa hakiki, je, hawa watu kweli waliqualify? Utakutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusogee mbele kidogo kwenye 22 mwanzo. Bado tuko na Ibrahimu. Ibrahimu anakutana na mtihani. Bwana anataka mbariki, lakini anampa mtihani. Amezaa mtoto anaitwa Isaka, lakini amempata Isaka, unatokea tena mtihani mwingine wa kutoka sasa. Umetoka shule ya msingi, kuna mtihani form 4 kuna mtihani, 6 kuna mtihani, chuo kuna mtihani. Akakutana nao sasa mtihani tena wa level nyingine. Ameshapata mtoto. Mstari wa kwanza 22. Ikawa baada ya mambo haya, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Mungu alimjaribu Ibrahimu. Kumjaribu ni kumtest. Kumjaribu ni kumpa mtihani. Test ni majaribio. Unajaribiwa, unapimwa. Jaribu tafsiri yake ni kipimo cha ubora. Ndio maana Ayubu anasema hivi. Ayubu 23 mstari wa 10. Anazungumza maneno yanayohusiana na jaribu. Anasema Bwana aijua njia nini. Akisha nijaribu nitang'aa kama dhahabu. Akisha nijaribu nitang'aa kama. Sasa unataka kung'aa kama dhahabu wakati dhahabu yenyewe haijapita kwenye moto. Mpaka ipite kwenye moto ndipo itakapopigiwa hesabu ya thamani yake na kupewa grade yake, na kama ni posho yake, kama unauza. Sasa ikishachomwa ndugu yangu, ndipo sasa itajulikana hii ni kilo ngapi, hii sasa inalipiwa shilingi ngapi. Lakini bado haijapitishwa kwenye moto. Jamani, hii mnaoenda huko kwenye dhahabu, si mpaka unaipitisha kwenye moto ndio sasa thamani zake zinaonekana vizuri? Kwa nini wanaenda region, unafika kule wanachoma? Sasa haijachomwa bwana. Wanataka mpaka ichomwe ndipo sasa thamani yake halisi ionekane. Thamani yake kama ni vikwa sasa taji, unasubiri mpaka mtu ajaribiwe. Haleluya. 23:10 anasema, lakini yeye aijua njia niendayo. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Pata ijaribiwe dhahabu ili kusudi ing'ae, ionekane ubora wake. Pitisha kwenye moto. Maana inaweza ikawa na vimeta, ikawa na vitu vingine. Pitisha kwenye moto. Alafu baada ya kutoka kwenye moto utaiweka kwenye daraja lake. Maana tayari inapimika. Bwana asifiwe. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo utakao kuamuru. Ibrahimu akaondoka alfajiri, hata hakuaga mke wake. Hakumwambia mke wake kinachoendelea. Amepewa mtihani yeye kama yeye. Sasa huko kuna shida kidogo. Mtihani uliopewa wewe unataka ashiriki na jirani yako. Kama ni mume na mke, anaweza kupewa mtihani mke, halafu ule mtihani kwa ajili ya kumpandisha kiwango, lakini anaweza kupewa mume, anaweza kupewa mtu. Na ndio maana wakati wa mtihani, chumba cha mtihani, tukiwa kwenye chumba cha mtihani, hata mkao unabadilika. Kama mnakaa kwenye dawati watu 3 kwenye mtihani, unaweza ukashangaa madawati yameongezeka, kila mtu akae sehemu yake. Unashangaa dawati wao wanakaa mpaka 4 siku ya mtihani, weka mwisho. Au kama darasa ni kubwa, basi kila mtu akae kwenye dawati lake. Wakati mnabandika namba, unaweza ukashangaa. Sekondari kule wao unapo advance, tena hakuna madawati ya kukaa 3 4. Kule sasa meza yako, kiti chako.
wewe binafsi na mtihani. Ndio mtihani ndio unapopaswa. Kusiwe na kutazamia. Unapopita kwenye mtihani, unaweza kushangaa watu waliokuwa kampani yako, watu wa karibu, wako mbali na wewe. Unajiuliza kwa nini hao watu wanataka? Wewe unafikiri mtihani kama wawili tena, kwa mtihani kama watatu watano. Mtihani unakaa peke yako. Wengi wao waelewa wakiwa wanapita kwenye changamoto, anaanza kuhisi hata waliokuwa karibu kama wamemtenga. Sasa wewe fikiria, Hana analia. Lakini wakati huo anaomboleza, paka anatafsiriwa tofauti kabisa. Anatafsiriwa kuwa amelewa na nani? Kiongozi wa kanisa. Huyu mama anaenda anataji msana. Anafika wa kwanza kumnyamazisha mitume, wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa kanisa. Wa kwanza kumpiga vijana, hebu nyamaza baba, piga makelele yako. Baadaye Yesu mwenyewe kabisa, chakula cha watoto mama hakistahili kuwapa mbwa. Unashangaa ukiwa kwenye chumba cha mtihani, uko peke yako na Mungu. Kwa nini? Ili usitazamie. Wala usimlaumu mtu wakati ukiwa kwenye mtihani, mbona fulani nimekaa mbali. Mtihani. Kwa watu wanafika mahali wanapopita kwenye mtihani, wanaanza kulaumu watu wengine, kumbe ni mtihani wake binafsi na anapaswa ujaze. Huu mtihani wa Musa wa Ibrahim, hawezi kumwambia mke wake kwamba mke wangu, unajua wakati wa mtihani wako ni wako wako. Hata Ayubu alipokuwa kwenye mtihani, marafiki wote wanamlaumu tu. Mke naye anasema simkufuru Mungu kafi. Mtihani ni wa kwake peke yake. Bwana asifiwe. Basi aliondoka kaenda, na Bwana akamtangulia, ameona tu utayari wake. Mstari wa 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Mtihani. Kila mahali pamejaa mtihani. Unamwona mtu anabarikiwa lakini nyuma kuna mtihani. Mtumishi wa Mungu amefaulu mtihani, kwa kuwa haukunizuilia, umeshinda huo mtihani. Basi na mimi nakupatia. Utabarikiwa wenyewe hapa, nitakubariki. Kwa nini mtihani unatolewa? Ili Bwana achilie baraka. Ndio kanuni ya Mungu ya kuwainua watu wake. Walipopita mwana wa Adamu Yesu Kristo anaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko vyote. Ni baada ya mtihani aliyopata. Utajua alipata mtihani. Yesu kabla ya kuketishwa mahali pa juu akakirimiwa jina lipitalo majina kabla mtihani. Inafika mahali anasema anajitenga na wanafunzi wake. Wakati wa mtihani akamwambia chumba cha mtihani nabaki peke yake. Alijitenga akawa peke yake, akawaambia watu nisaidieni. Tusaidiane jamani, mniombee. Haya, akawa yuko pale. Anarudi anawakuta wanafunzi wamelala. Mnashindwa kukesha hata saa moja. Mtihani wako baba. Kwa hiyo komaa. Basi amkeni muombe jamani. Haya, anaenda, anarudi. Wako na usingizi mzito. Mmeshindwa kukesha hata saa moja. Mtihani wako baba, endelea. Ukiwa kwenye chumba cha mtihani, baki wewe na tena unapaswa kujua hii nafasi kati ya Mungu anachokiachilia. Aidha atatumia watu kutamka neno la kukutia nguvu, hata wasipotokea wakukutia faraja au kutia moyo. Jiamini kuwa ule ni mtihani wako. Endelea kufanya vizuri.
Uwe na utulivu, usianze kuhangaika, usiwafanye wale tena kuwa mtihani kwako. Usijiongezee maswali wakati maswali yako. Endelea kukomaa na pepa. Bwana asifiwe. Hiyo ni nekta baba, piga hiyo ya kwako. Acha kuanza kuweka tena maswali. Utaongeza maswali yasiyo na majibu. Umemweka na mtu tena wakati mtihani ni wa kwako, sasa fulani haji kumtia moyo, unajiongezea maswali. Utacheleweshwa na maswali hayo kufikia kumaliza maswali. Wacha kujiongezea maswali, fanya mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Wakija ukutia moyo sawa. Akipita mhudumu mtihani, sio kama mtu mtihani. Mtihani wa nekta huwa unasimamiwa na watu wengine, sio aliyeutunga. Anawaambia baada ya moja anakuwemo mtu ambaye unaweza kusema tu kanyosha mkono wala usipige kelele. Unanyosha mkono, anakuja na kusikiliza. Unasemaje? Nimeishiwa kalamu. Au nataka kwenda nje. Na ukagua hapo unaenda. Wakati unarudi na kukagua mlangoni ndio anakuingiza kwenye chumba. Inawezekana una nondo wewe. Mtihani. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Israeli wanapaswa kutoka nchi ya utumwa. Lakini watatokaje mpaka mtihani? Mtihani unaanza leo. Kweli Mungu ametuambia kupitia Musa kwamba amesikia kilio chetu kabisa. Kweli. Lakini tunataka kutoka sasa kwenda daraja lingine, kutoka kwenda ng'ambo nyingine. Bwana anaacha mtihani tena. Kama Mungu amesikia kilio chetu tunachonyanyaswa, mtihani unakuja, Farao anakataa. Kama Mungu amesema tunatoka, inakuwa ni Farao anatuzuia. Tena aliposema Musa hayo, kaenda mbele ya Farao kujieleza. Farao akatangaza ratiba imebadilika, hakuna kuwasogezea majani, watafyatua tofari wala hawatasogezewa. Na wasimamizi wakaendelea kuwa katili na wakorofi. Baada ya kusaidiwa utumwa wa siku zote unaongezewa mtihani. Paka wakaanza kumlaumu Musa, kwa nini umekuja kutuchongea? Usingemwambia hivyo Farao, pengine tulikuwa tunasogezewa majani. Sasa majani hatuletewi na tunaambia tufyatue tofali gadi ile ile. Usimamizi tena umeongeza makali. Ndani ya mtihani mapigo Mungu anaachilia, anajifunua, lakini wanatoka. Wanataka tu kutoka hiyo. Mtihani kwa hapo mbele, bahari kwa hapo imejaa. Nyuma yuko Farao anawafuatia. Mtihani tena, bado maswali ndani ya mtihani. Mtoka hatua moja, tumeruhusiwa tena wametufukuza wenyewe, ondokeni. Halafu inatokeaje? Mungu akishamaliza mtihani, akishakuvusha ule mtihani wa darasa la kwanza. Farao alikuwa mtihani kwa Israeli, ilikuwa swali. Alikuwa umiza kichwa. Swali ile ilikuwa unajaribu kufanya magazi juto hapo. Unapangua hapo. Lakini ile swali bado liko pale. Kanuni ya kutafuta hilo jibu ilikuwa ni ngumu sana. Wamelikokotoa swali. Hilo swali amelimaliza la kwanza. Ndio safari hiyo imeanza ya kwenda kwenye maziwa na asali. Anakutana na swali hapo mbele kidogo tu. Bahari. Mungu hakushuka. Sio kwamba eti Farao ni tishio tena. Farao hilo swali limeshajijua. Yaani mpaka mnafukuzwa, nendeni. Farao sio tena la kuwazia. Cha kuwazia ni bahari. Hawa wote Bwana ameshawafuta. Unaona hautaona tena, ameshafuta. Mpaka unapiga hatua, alikuwa amemaliza. Kuna swali tu liko mbele yako. Ndio unapaswa kudili nalo. Swali liko mbele yake bahari. Akaipiga bahari. Mtihani ulikafu. Walimlilia Mungu pale. Bwana tufanyeje? Watu mpaka wanajaribu kutaka kukasirika tena. Si bora ungetuacha hawa jamaa wakija kutupata si watatusimu zaidi. Hao achana nao. Piga maji mwende. Wanavuka bahari. Miriam anaimba na nyimbo. Pambio watu wimbo wa Musa wanaoimba. Ndio ameenda kidogo tu. Amaleki amesema hakuna kupita maeneo haya. Wanazuiwa njia. Inabidi waanze kuzunguka mle jangwani. Wana wa Israeli walitumia muda wa siku ngapi? Miaka mingapi? Miaka mingapi jangwani? 40. 40 ni namba
yenye maana ya siku za mpito. 40 ni mpito au ni jaribu, siku za jaribu, siku za mpito. Miaka 40 ni mpito. Sasa wanakaa jangwani. Jangwani ni mahali pa ukiwa, mahali pa shida na masumbufu. Safari ya siku zote hizi, lakini wanapita kwenye jangwa. Wanakutana huko, kuna maswali mengi, sio kwamba eti jangwa peke yake. Kuna maswali ndani ya jangwa. Kuna maswali, unakutana ukame na chakula cha aina moja. Maswali ndani ya mtihani. Haya, wamefika kabisa Kanaani hiyo hapo. Kuingia kuanza kula maziwa na asali. Bado kuna maswali ya kumalizia. Ukibakiza maswali, hamtanufaika vizuri. Hamtakamilika vizuri. Hamtapokea vitu kwa ukamilifu. Unafika Kanaani bado maswali. Wapige wote, waue. Ukiwabakiza, shauri yako, watabaki kwa tatizo tena. Kama utalikimbia swali, utakutana nalo pale mbele. Ukikimbia jaribu, utakutana nalo pale mbele. Ili ukilimaliza, basi hivi mimi nimetoka darasa la kwanza, niko la pili. Hizi aya hiyo itakuwa mtihani huko mbele. Huwezi kuniwekea aya, andika irabu. Niliandika darasa la kwanza aya hiyo, unaniwekea mtihani darasa la 5. Nilishapita. Wala huwezi kuniletea huo mtihani. Lakini kama uliferi chekechea, utakutana na aya hiyo. Nikafikiri huko sitazikuta. Huwa zinanichanganya, zinanichanganya kuzipanga. Haya, utakutana nazo tena mpaka siku utakapomaliza. Kwa maswali ukiyaacha, hakuna naye kujibia. Maswali utayajibu aliyokupa Mungu, utayajibu. Ukishayajibu ndipo anakusogeza mahali, na hawezi kufanya makosa kukusogeza wakati hujajibu swali. Unajua kuna watoto wasomi hawafanyi mtihani, lakini unashangaa tu ameitwa kazini, hata interview anafanywa na watu wengine. Anaingia kwenye interview, anayefanyia interview ni mtu ambaye tayari ameshawasiliana na baba yake. Kwa hiyo anamjazia tu amepita, weza. Unakuta tayari interview ilishafanywa, ameshajiandaa pale, wanaiandika tu jina lake, amefaulu. Faulu wapi? Sasa mbele za Bwana hakuna anayeweza kufoji. Anataka tu lazima ufaulu. Ujue ukifeli mtihani au ukikimbia mtihani, utakutana nao tu. Na siku ukiyajibu maswali haya, umefungua ukurasa wa kuelekea hatua nyingine. Ukikataa kujibu hili swali, basi litabaki pale pale na kusubiri. Na nitakusubiri hata kama utamaliza mtihani, katoka matokeo mefeli, utaambiwa fanya masahihisho. Kwenye masahihisho sio kwamba halitakuwepo, litakuwepo, fanya masahihisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu amefeli mtihani, lakini pia amepewa nafasi ya kufanya masahihisho. Kataa. Lakini anataka tu asogee daraja lingine. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mimi sijui kama una mtihani gani, ila mtihani upo. Ili uweze kuinuliwa, kuna testi iko hapo mpendwa. Wafalme wa pili. No, wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Kuna mama mmoja yuko na changamoto kubwa sana. Alafu hana hata tumaini. Ana njaa ya kuua maisha yake. Kuna ukame wa chakula, kuna njaa, kuna tauni, kuna changamoto ya njaa ambayo hana hata tumaini la kuweza kutoka na tokaji. Sasa ni mtu, kuna mauti pale, lakini kuna uzima huko pale. Ila kuna mtihani hapa. Utakapofaulu mtihani, unafika pale kwenye uzima. Lakini ukifeli, unabaki kwenye mauti. Ndio maana kitabu cha Yohana 5:24 Biblia inasema kwamba amini naambia, anayemwamini Kristo
anakuwa amevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa mtihani uko pale. Nani aliyesadiki habari tulizozileta? Ni nani aliyesadiki? Nani anaamini? Wanahubiriwa swala la kuamini, kumpokea Yesu, kuamua kutubu, kuamini na kufanya toba ya kweli na kujitenga na dhambi na kuamua kuchoma zana za kimiungu. Waliomwamini Kristo wakayadhihirisha yale waliokuwa wakiyafanya, wakaziungama dhambi zao wakiyadhihirisha yale matendo waliyofanya, na wale waliotumia mambo ya uganga wakachoma vitabu vyao. Mtihani uko pale. Je, anaamini au anaamini kwenye kinywa? Mungu anataka anayekiri kwa kinywa na kuamini moyoni. Anataka aone umeamini kwa dhati tangu nje mpaka ndani. Akiishia kukiri lakini moyoni, anabaki tu mambo ya mauti. Unaendelea kubaki kwenye mauti kama umeamini tu sebreni. Unakiri kwa kinywa lakini moyo hauko, utabaki tu. Lakini ukiamini, ukakiri kwa kinywa na kuamini moyoni, tayari ile imani inathibitika kwamba huyu mtu amedhamiria, na anasema ili sasa kutimilika, mtakaposhikamana, asiweko mwenye moyo wa kutokusadiki, moyo mbovu wa kutokusadiki. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 3, asiweko mtu mwenye moyo mbovu wa kutokusadiki. Ni mtihani. Injili inahubiriwa ni kama inawaacha swali. Ndio maana mwisho wa mhubiri anaweka wito. Aliye tayari kumpokea Yesu, ni wakati mzuri sasa. Umesikia habari hizi, lakini nina swali juu yako. Nani amesadiki hizi habari? Nani yuko tayari? Bwana anakuita, itika. Nani ataitika? Sasa hakuna hata mmoja anapokea Yesu. Wamefeli mtihani. Ibrania sura ya ile ya 3:12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Lakini mwonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Nani atakayesadiki habari? Moyo mbovu wa kutokuamini. Lazima kushikamana na udhabiti kwa nguvu juu ya kila ambacho tunaamini. Ndio maana kwenye sura ya 4 anasema walikuweko watu wengi walihubiriwa. Ile sura ya 4 hapo. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Walisikia lakini hawakuamini. Kwa hiyo maswali waliyaona, maswali yalikuwepo lakini hawakuyajibu. Unapoamini umejibu swali. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Bwana. Bila kujibu swali huwezi kumpendeza Bwana. Bila kuamini. Kwa imani fulani alikuwa na hili akafaulu. Kwa imani akakataa kuitwa mwana wa Mungu. Alijibu swali. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Wakisita moyo wangu una fulana. Wakiacha kuyajibu swali, basi watanihuzunisha sana. Nitakapoweka maswali mbele yao halafu wasiyajibu, basi imani ni moja ya jibu kubwa sana. Sasa tunarudi kwenye kitabu hicho cha Wafalme. Kila palipo na mafanikio pana swali, kuna mtihani.
Na mtu akifeli mtihani asifikiri atafikia pale kwenye zile baraka. Je, mwana wa Adamu akija ataikuta imani duniani? Kweli watu wanaomba bila kukoma, lakini mwana wa Adamu anaposhuka kuleta nini? Ataikuta imani duniani? Kama wataingia mashaka, umefeli. Mtihani uko mbele ya Petro. Tembea juu ya maji, ameruhusiwa kwa heri. Kama ni wewe mwana wa Mungu niruhusu, haya tembea. Halafu anaanza kutembea, anafeli mtihani kwa kuwa na mashaka. Wafalme tunafahamu habari ya mwanamke wa Sarepta. Alikuwa na njaa, mtoto yuko na njaa, chakula kimeisha, imebaki konzi moja. Lakini mtumishi wa Mungu anafika pale, anaweka mtihani. Akifaulu mwanamke mtihani, hafi. Wala hafi na njaa. Chakula anapata. Ila akifeli mtihani, anakufa mwenyewe. Kwenye jaribu lako kuna maswali ya kujibu. Ili kusudi unapitia majaribu fulani, unapitia changamoto huko mahali fulani, na unatamani kutoka pale uende sehemu fulani. Ili kutoka utawekewa ngazi ya kupandia. Mtihani utakuwa ni ngazi yako ya kupandia kusogea mahali unataka kufika. Ni mtihani. Akaambiwa niandalie mimi chakula. Baada ya mimi uandalie watoto wako. Ni mtihani. Unaweza kuona kama ni wa kawaida. Mtu yuko tayari kusema uongo. Kwa ni mtumishi wa Bwana. Umenikuta niko vibaya sana. Sina kitu kabisa. Yaani unavyotuona hivi ndivyo hivi. Hatuna chakula chochote. Kumbe kuna konzi ngapi? Moja iko ndani. Mchungaji wangu mmoja alipata mtihani. Wamelala njaa mchungaji na watoto wake. Asubuhi akaamka mchungaji mapema, akatoka kwenda kuzunguka huko. Akakutana na mtu mmoja, akampa shilingi 1,000. Hajaeleza kama kuna njaa, ila akakutana tu na mtu akampatia shilingi 1,000. Sasa wakati anarudi, amekaribia getini. Kuna mtu wa kwenye jamii yao. Baba mchungaji, nisubiri hapo baba. Karibu sana. Akamsubiri ili afungue geti aingie wote. Akaingia. Sasa hakufika aende moja kwa moja. Alifika, baba sikai. Mama yuko chumbani. Watu waliolala njaa anajipigia miao yake kule kitandani na garagara huko. Anafika sekunde, baba samahani baba. Yaani alianza kumwelezea wakati wakiwa tu bado. Samahani sana baba. Kweli nimekuja kwako, tunaingia ndani lakini nataka nikae. Hapana, tuingie ndani. Anafika kaa kwenye masofa. Na masofa lakini umelala njaa. Huwezi kula masofa. Masofa yalinunuliwa kabla ya hizo njaa. Hapo. Ila huwezi kula masofa sasa. Akamwambia, samahani baba, nina mtoto anaumwa sana. Nikafikiria niende wapi, lakini moyo umenisukuma kuja hapa. Baba mchungaji, nisaidie. Mimi sio muumini wako, lakini ila baba mchungaji, nina shida. Niazimishe 1,000 tu nikamwaisha hospitali. Akikaa sababu nitairudisha ndani. Na mchungaji anasikia mzee anaomba 1,000, alafu alilala njaa. Na mchungaji kule chumbani akaendelea kujifariji. Kumbe wenye matatizo tuko wengi. Inaonyesha kama sisi. Basi mchungaji akaona nikianza kujibu hapa, mama akisikia atatengeneza jaribu. Wacha nisitengeneze maswali mengine ya kujibu. Ngoja nilijibu hili swali, nisije nikajikuta nitengeneza maswali mengine nisio na majibu. Sijawahi kufundishwa hayo majibu yatakayokuja sina, sijaisoma hiyo topic. Wacha nijibu hili ambalo si topic yake nimesema. Maana kama mama akijua una hela na tumelala njaa na unapea watu misaada. Hiyo topic haujaisoma. Kwa hiyo maswali utakayokutana nayo, hiyo topic ni ngeni, haijafundishwa na Mungu. Akamuuliza, lakini vipi
Kamvua kalipita pita huko, anataka kupoteza ramani. Kamvua kalipita huko, namuulizaje mtu mvua wakati mtu anaguliwa? Akili yote iko mgonjwa. Ila anaanza kupoteza kamba. Kamvua kalipita kale, tumeona mawingu kama namna kalipita kadogo tu baba. Basi bwana, kwa sababu na mgonjwa ngoja nikutoe. Hajasema chochote. Akamtoa getini, akaenda huko. Yeye anajua tu mchungaji kwamba mchungaji wana hekima. Sijui anamwambiaje. Sisi wenyewe tumelala njaa. Ndani ya moyo wake mchungaji, mpe huyu mtu hiyo hela. 1000 hiyo aliyopata. Akili nyingine anamwambia kwamba sasa hii 1000 si angalau watoto wakorogewe uji. Hii 1000 mnaweza mkaenda kununua kama ni nusu au robo. Watoto wale wanakumbuka wamelala njaa. Afadhali nyinyi watu wazima, watoto. Lakini huko anaambiwa, yani ni maswali juu ya maswali. Unalijibu hili ndipo lingine na kujieleza. Ukimaliza kulijibu hili na ndio au hapana, linakuja na kujieleza. Kweli au sio kweli? Unaweka kweli au sio? Yanayofuata ya kujieleza sasa. Akaenda, amemtoa getini, kamsindikiza, pole sana. Sasa mwisho wa siku huku sauti sina, mpe watoto wamelala njaa. Mpe watoto wamelala njaa. Akaamua akachomoa akampa. Sasa nenda ukatumie, usimrudishie. Mungu akubariki. Baba. Usianze kupiga magoti hapa wao kwa mgonjwa. Maana sasa ukianza shukrani hapo mwisho mama mchungaji kwa kasikia huyu baba ana hela. Wakati anarudi anarudi sasa kwa anapenda kujishika kichwa hivi. Yule mchungaji anapenda sana kushika kichwa chake. Mikono yote miwili hapo kichwani. Sasa anakaribia ketini. Kuna mama mmoja sio mlokole hata. Ni Muislamu. Akaleta kilo 1 ya unga, dagaa, mafuta na nyanya. Anafungua geti baadaye. Anaingia tu mchungaji, "Hodi baba, hodi hapa." Ameleta. Wewe ukaanza kupiga mahesabu msimu sasa. Wewe Bwana ameleta. Bwana wa majeshi, leo ni majeshi ya Bwana. Akachukua, mama akachangamka pale. Akaenda. Hasa mama alichokifanya akaanza kukoroga uji haraka wakati anamenya dagaa wale. Nianze na uji wakati anamenya dagaa. Wakati niwashe majiko. Sasa wakati na koroga uji ili wawahi watoto wakisha kunywa uji, huku tunaendelea kupika ugali, tunamalizia tu ugali. Wakiwa kwenye kupambana hivyo, uji unatokota hivyo, akaja mtu mmoja ana debe la mahindi. Nikaleta debe la mahindi. Njaa bye bye. Kama angekosa swali mchungaji, asingefaulu. Angekoswa lile swali la kuitoa 1000, angeingangania, angefeli mtihani, asingeinuliwa, kusingekuja nyanya. Mungu anaziamuru baraka, akisema mkisha mkiwa mtatii kusikia kufanya haya ni wakizao leo, baraka hizi zitawafuata. Ataziamuru baraka zije, anazikomandi kuja. Unashangaa mtu anakosa amani, anasukumwa ataka anaziamuru Bwana baraka kuja, anamsukuma mpaka anashindwa kujizuia, anakwenda. Kumbe Mungu anajibu kwamba huyu mwanangu amefaulu mtihani, nataka nimtunuku, nimpandishe daraja, apewe maua yake. Umefeli, nani anakuletea maua? Ukifeli usitegemee kuvikwa taji. Nani anakuletea taji? Taji gani ya mtu aliyefeli? Aliyefeli mtihani darasani, zawadi gani? Viboko vya mwalimu. Hii sio taji. Akazawadi. Mchungaji njaa ikakoma siku hiyo. Bwana asifiwe.
Haleluya. Huyu mama wa Sarepta anapewa mtihani, ajibu maswali, akishamaliza kuyajibu Bwana ambariki chakula asife na njaa. Akafaulu mtihani, mwanamke wa watu akaenda kaandaa. Alisaidia, unajua pia analeta mtihani. Analeta mtihani lakini anaweka na mifano. Kwa mfano mwalimu anaanza na mifano, baada ya mifano analeta maswali, afa anaondoka zake. Ila mlianza na maswali ya mifano, yakajibiwa kabisa. Alafu mkaachiwa sasa. Hata hao wanaoandika naambiwa wanakuandikia paka kanuni. Tumia pai. Sasa kama amekwambia tumia kanuni hii, sihangaike kuzunguka, tumia. Anza kwanza kunipa mimi, afu baadaye utamwandalia mwanao. Amefaulu mtihani. Mwanamke, una nini nyumbani? Nina njaa, si mume wangu alikufa na madeni, sasa tutalipaje madeni haya? Una nini ndani? Ina chupa. Nenda katake vyombo kwa majirani, alafu ingia ndani jifungie. Yaani unaweza kaanza kuona mbona mizunguko sasa, kama unanisaidia unisaidie tu basi. Kila mtu aliyesaidiwa na Bwana, kila mtu ambaye alivuka kwenye changamoto, aliyevuka daraja kutoka hatua fulani kwenda hatua nyingine, aliyeinuliwa kiwango kingine, ukifuatilia kuna mtihani. Bwana sifiwe. Haleluya. Yule mwanamke akaenda akataka vyombo kwa majirani, akakusanya na nzima, akaingia navyo, akafungia, anamwambia mtoto mimina mafuta, mimina letako tena, letako vimeisha. Basi nenda kauze hayo. Bwana anamjibu, lakini anamjibu kwa kumpa maswali. Akishayajibu maswali, basi ndio alimpatia majibu yake kutoka kwa Bwana. Mwanzo 27, wakati Mungu amemwongoza huyu mzee Isaka anataka kubariki watoto wake. Isaka anamwambia Esau, mwanangu, nenda kanitafutie mawindo. Nataka nikubariki, lakini katafute mawindo kwanza. Sasa baba, hii issue yako kama ni kunipa ulisi, si unipe tu. Paka niende porini nikaanza kuhangaika na kimbiza wanyama. Kule kuna wanyama kila aina. Naweza nikang'ata simba huko, nikafia huko. Baba, hizo baraka zitaenda kwa nani sasa? Mbona baba unanipa mtihani huu? Naendaje tena? Maswali ya baba mzee magumu haya. Kama mzee unataka kunibariki, basi usinibariki. Kwani kuna haja gani niende mimi porini? Huko kuna dubu, kuna simba, kuna chui. Bahati mbaya tembo amesala hapo, alafu mimi niko na utawangu na winda. Sasa mzee ni kama vile unitakii baraka eti. Bwana, nataka ukaniletee, kaniwindie, leta, nile, nikubariki. Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Nataka nikubariki, lakini kuna swali haya. Hata kama tumeahidiwa baraka, lakini tunahitaji kujua kuna mtihani, tuna maswali tunahitaji kujibu, tunahitajiwa kujibu ili tuweze kutimiliziwa zile ahadi. Mtu mmoja akasema hivi, tumesamehewa dhambi na Bwana, ila hatujasamehewa mtihani. Mwanafunzi mjinga peke yake ndiye anaweza kusema haya mtihani wangeyafuta tu, watu tukao tunasoma tu, kwani lazima mtihani. Sasa mtihani ndio unakutambulisha, unajaribu kuhakiki wewe kama kweli umeelewa. Wanaleta mtihani magumu mno. Mimi napenda shule, lakini sasa mtihani yakija, nakata tamaa kabisa na shule. Natamani kusoma niwe niwe daktari. Unakuwaje daktari bila mtihani hapo katikati? Unakujaje kuwa nani? Amekuwaje kuwa nani? Na alifika hapo kuitwa nani bila mtihani? Lazima kuwe na mtihani. Unaweza kumjaji sana mzee Isaka. Mzee Isaka, mbona haya mambo ni magumu sana? Isaka naye anakuambia, wewe hujui tu. Mimi mwenyewe nilikosokoswa kutolewa sadaka. Baba alinyanyua kisu kabisa anitoe. Sasa wewe nakwambia kwenda kuwinda wanyama alafu na kama swali hapo. Mimi mzee wangu nimejifunza, mzee wangu aliambiwa
anitoe sadaka, na mimi nilikuwa mwana wa pekee. Hapakuwa na wadogo zangu wala kaka zangu, lakini mimi peke yangu kwa mama yangu. Lakini baba hakusita, alienda kufaulu mtihani, alinijibu hilo swali alilopewa na Bwana, akanipeleka. Alipokuwa anajibu mtihani, Bwana akatokeza majibu. Na mimi sasa, wewe nakwambia kwenda kuniwindia, unaona ni shida? Esau naye akaitika, akakimbia zake kwenda kuwinda, lakini alikuwa ameshaiuza ile nafasi. Ile nafasi ilikuwa, ile daraja alikuwa amemgawia mdogo wake. Na ndio maana ukaona daraja likabaki na mdogo wake, lakini kafanya mtihani wake. Watu wana ile swali kajikuta limejibiwa, limewahiwa na mdogo wake. Kwa sababu yeye alikuwa ameiuza ile nafasi, ile daraja alikuwa amempa mdogo wake. Basi akajibu maswali haraka haraka mdogo wake. Kakuta maswali yote amejibiwa. Kwa hiyo ameshatangazwa na kutangazwa kwamba amefaulu. Haya, unatangazaje tena na wewe wakati tayari kuna mtu amejibu swali na mshindi anapaswa toke mmoja? Wacha huyo mmoja, wanatafuta nafasi hiyo, inatafuta mtu mmoja. Yupo aliyejibu swali na amepata hiyo nafasi, na ni ya mtu mmoja. Hawezi mkawa wakurugenzi wote. Kuna mkurugenzi, kuna msaidizi wake, kuna katibu wake, kuna mhasibu. Sasa wewe unataka tayari mkurugenzi amepatikana, na wewe ndio nafasi unaitaka. Itabidi ukajibu swali ya kupata ukatibu. Nenda kajibu swali ya kupata uhasibu. Ila mkurugenzi ameshapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahadi za Mungu zote zilizojaa kwenye Biblia, na wote walioinuliwa na Bwana, waliobarikiwa na Bwana, nyuma yao kulikuwa na maswali ya kujibu. Sijajua nini kifanyike ili kusudi mtu apande daraja, ili mtu ainuliwe, awe na ufahamu kwamba Mungu anapombariki mtu, nyuma ya kabla ya kumbariki kuna mtihani, kuna maswali yanawekwa. Ukifaulu kuandika ukifaulu ule mtihani, ndipo Mungu anakuinulia daraja. Kabla ya daraja uwe na ufahamu, ili mtu asaidike, aweze kufaulu, aweze kupandisha daraja. Kwanza awe na ufahamu juu ya baraka za Bwana, jinsi ambavyo Mungu aliwabariki tangu mababu zetu aliwabariki. Aliweka mtihani mbele yao. Mtu anahitaji uponyaji, lakini kuna mtihani mbele yake. Aya, jichome mara 7. Sasa mimi nimetoka kote kule, nimeambiwa huyu ni nabii mzuri. Jichome mara 7 kwenye mto Yordani kama unataka kupona kweli. Akazukazuka, akakasirika, akaondoka. Unapoacha kujibu maswali, wakati maswali hayo yanaambatana na hizo baraka, atakapokuja mtu wa kuyajibu maswali atazipata zile baraka. Lakini kama utaacha kuyajibu yale maswali, zile baraka unazozikimbilia hutozipata, kwa sababu huwezi kuruka. Daraja ndio hilo lenyewe. Hayo maswali ndio daraja lako la kupandia. Sasa utaki kupanda ngazi, unafikaje juu wakati ngazi iko pale na utaki kupanda? Utapaa wewe? Lazima upande hizi ngazi. Kupanda ngazi ni maswali. Unajibu hili, unajibu hili, unajibu hili, kali unapoendelea kujibu ndio unasogea. Mwisho unalijibu la mwisho ya kwamba hata mbwa nao kula makombo ya kukao mezani kwa bwana zao. Bwana anasema umeyajibu yote, basi na hiyo kwako. Bwana asifiwe sana. Shetani naye alijaribu kumjaribu Yesu. Akatia swali la kwanza, akajibu. Tia la pili, jibu. La tatu, alipopigwa la tatu, jamaa kaishiwa maswali. Basi Bwana endelea na shughuli yako. Yesu alipojaribiwa alisema, ikiwezekana kikombe hiki niepuke. Hayo ni maswali yaliyokuwemo mbele ya safari yake. Yaani anatakiwa kuinuliwa na kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba na kukirimiwa jina lipitalo majina yote, kukabidhiwa funguo za kuzimu. Yeye ndiye awe topu, si tu mtawala katika ulimwengu huu na pia katika ule ujao, tangu chini na hapa duniani na kule juu. Lakini mtihani wa mwisho, swali la mwisho lilikuwa ngumu sana. Huku kulikuwa na mitihani vinatokea, sijui na nini, mara watu wanamzomea ni maswali, mpaka inafika mahali wanampiga maswali naye anawapiga maswali. Ni mitihani hivyo, maswali vidogo. Lakini mtihani kabisa wa mwisho wa kufaulu na kufaulu ulikuwa ni pale kwenye kusulubiwa. Kwenda aliyajibu. Majamaa wamekuja na panga, anataka kumkamata. Watu wanakata sikio, basi anachomoa sikio, anarudisha. Endeleeni na kazi yenu. Anajibu maswali.
Lakini kumbuka wakati wako pale wanaomba, ndio utajua kweli kulikuwa mtihani ulikuwa mbele yake. Kilichomsaidia amewekeza maombi kwa kabla ya mtihani. Jifunze sana mtihani unapokuwa mbele, maswali yanapokuwa mbele yako, maombi yawe silaha yako. Mimi nilijifunza wakati nasoma. Ilikuwa unapokaribia mtihani, ninafunga maombi. Tangu nilikuwa shule msingi, ninafunga maombi, namwambia Mungu nataka niwe wa kwanza. Nafunga kabisa maombi. Naomba Mungu kwenye mtihani huu ukaniwezeshe niwe wa kwanza. Hata kama ungeziunganisha shule mbili, si hakuna hata mmoja aliyeenda mbele za Bwana akamwambia Bwana afaulu mtihani. Siku moja mwalimu akatupambanisha la 6 na 7, sisi tuko la 6. Somo la Kiingereza. Nikatokeza kwa wa kwanza. Aliwapiga sana watu wa darasa la 7. Mwalimu, mnazidiwa na mtu wa darasa la 6. Anakuwa wa kwanza, mtu wa darasa la 6, nyinyi la 7 mnakuwa ndio maana wa kwanza. Nikachukua nafasi ya kwanza, tukafungamana na mmoja wapo, tukawa wa kwanza, watu wawili tumemetisha max. Alafu akafuata wala 6 wala aliyekuja kufuatia alikuwa kwenye namba ya 8, ndo wa pili, wala 7. Alitembeza viboko mwalimu, utawaua tu. Wasingeweza kunizidi maana mimi nilikuwa nimeshamwambia bwana. Maombi kwenye maswali. Sasa baadaye watu wakagundua kwamba huwa naomba ikifika tunaingia kwenye mtihani, wanakuja watu tuwekee mikono. Yohana tuwekee mikono. Na mimi si mwanafunzi tu kama nyinyi tu. Wanaomba uwawekee mikono ndio waingie kwenye chumba cha mtihani. Basi nawawekea. Hasa kama mimi mpaka nawawekea ninyi, mnafikiri mtanizidi sasa? Yaani mimi mpaka nawagawia, unafikiri nitakuwa wapige au wangapi? Lazima niwe wa kwanza. Sio kama hata hiyo nguvu mimi na watunuku kidogo. Ni sehemu tu nimeachilia. Sasa hayo ni mabaki sasa yanayomwagika, ila mimi nimejaa kwanza. Lazima niwe wa kwanza. Ukijua maswali yanapokuwepo, usibaki mbali na Bwana. Mshirikishe Mungu. Muombe Bwana. Na ndio maana utashangaa. Ukiomba mtihani uko pale, maswali yako ukasema sasa tumeambiwa kesho kutwa ndio naingia kwenye maombi. Yaani ramani zote za mtihani Mungu anazileta katika namna fulani ya ufunuo wa kiroho. Unasoma maeneo ambayo yanaendana na mazingira ya mtihani. Utashangaa siku ya mtihani sio kitu kigeni kwako. Na ninakumbukwa haraka. Yaani sio kitu kigeni kwako. Mungu amekucholea ramani ya mtihani. Mtu anakuambia nimeona mtihani, kuna maswali ya aina fulani. Nashangaa ameongozwa na amejisomea kwenye mazingira ya mtihani. Lakini kuna mtu ana base kujisomea mahali, kumbe hata kuna swali hata moja linalotokea pale. Utashangaa sana. Mwanangu mmoja akaambiwa na baba yake achague mmoja, aache kusali aendelee na shule, asichanganye mafaili. Kusali akamwambia baba, siwezi, kama unataka niache shule kabisa, bora nimeacha shule. Sababu kusoma na Mungu vinaendana pamoja. Kusali na kusoma vinaendana pamoja. Maana huko shule hujui sisi tunakutana nani. Mwanangu yule alikuwa anakaa bweni. Kwanza nikiwa kule bwenini, watu wengine hawalali usiku wanakabwa. Kuna watu wanaamka wamechoka viboko. Lakini kule bwenini unaweza kushangaa kuna mtu ameangusha mapepo, yanakuja mashetani yanataka kuvuruga darasa zima, watu wanakimbia. Ninasimama mwenyewe na baki nakemea zile pepo mpaka anadondoka kwenye mapepo. Mtu anakuja kufanya fucho kwenye prepa, anawachania madaftari na jisomea, anapita na chana. Alafu kimwambia wewe unachana daftari, anakuambia unijui, ngoja nimwite Makata. Ananyanyua mikono. Makata njoo Maimuna. Akisha maliza kuita, darasa zima mnakimbia. Wewe ni zima mnakimbia. Amejama upako ya kishetani. Lakini yule dada anakuambia mimi ndio nilikuwa kiboko yao. Hao wenye mapepo kanisa darasani. Maana wengine wamekuja shuleni kuja kuharibu tu wanafunzi. Hasa ukiniambia niache kusali, niendelee kukomana masomo, ujui mtihani hayo kutana nao mimi shuleni. Ikikaribia mtihani na muomba Bwana, naomba Mungu nisaidie, niongoze, nikafaulu mtihani. Kweli Mungu ananisaidia. Nashangaa kuna baadhi ya maswali unayaona kwenye ulimwengu wa roho, unakutana nayo kwenye mtihani. Halafu niache. Kama unaniambia niache masomo, niache kusali, wacha tu na shule niache na Mungu.
Usiwezi kutenganisha, maana Mungu ndiye ananitegemea. Mungu ndiye ananifadhili kwenye masomo yangu. Sasa ukiniambia nimwache Mungu ili niendelee na biashara au niendelee na kazi, hizi kazi bila Mungu zitakufanya gani? Hizi shughuli unazotaka niende, anayenipa nguvu ya uwezeshi atupae nguvu ya kupata utajiri ni Mungu. Wewe ulikuja kutafuta kazi au ulikuja kusali? Maana kama unaniambia Jumapili eti utakuwa unaenda kanisani, wewe hutaki kazi kwangu. Kama unataka kazi, nisisikie masuala ya kusali. Hiyo sana anakukatia connection ya baraka. Anakukatia kabisa mahali pa chemchemi ambapo zinatokea. Hiyo kazi haikufai, tafuta kazi nyingine. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Uwe na ufahamu juu ya wale waliobarikiwa, uwafuatilie wote waliobarikiwa. Ukaangalie kama hapakuwa na maswali na mitihani. Maana baada ya mitihani, hatimaye Bwana hataacha ujaribu kupita uwezavyo, lakini ataacha mlango kutokea. Simama imara tu, jibu maswali na kupasa. Wakati mwingine naona kabisa kama unakwenda kuharibikiwa, lakini maadamu ni mtihani ameweka Bwana, hebu jibu maswali, usije ukahama. Angalia sana jinsi unavyojibu maswali yako. Baki na Mungu. Na ndio maana wakati wa maombi, ili uweze kujibu maswali, unahitaji sana hekima. Uwe na hekima ya kimungu. Omba sana Mungu akupe hekima. Wakati uko unataka kuvuka kwenda daraja lingine, taka sana hekima kutoka kwa Bwana. Kwa sababu hekima ni ikiwepo itakuwezesha kujua kuingia na kutoka. Yakobo 1 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 5, Biblia inazungumza maneno kwamba ni furaha tupu tukiangukia majaribuni. Furaha tupu tukiangukia majaribuni. Yakobo 1 mstari wa kwanza hadi wa 5. Ni furaha tupu mtu akiangukia majaribuni, lakini majaribu yanaleta saburi. Saburi na iwe na kazi njema. Lakini mstari wa 5, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa nini ameanza kuelezea majaribu? Ni furaha tupu, lakini jaribu kuleta saburi na iwe na kazi njema, na mtu atakapo basi, lakini mwisho anakupa kitu kitakachokusaidia kupita hapa kwenye haya majaribu. Ni hekima. Sulemani aliambiwa hilo swali akiwa katika ulimwengu wa roho. Akaambiwa omba utakalo. Akasema umenipa nafasi ya kuongoza hawa watu, niwafikishe mahali fulani, lakini nitawafikisha. Ninataka tu nipewe hekima, nijue kuingia na kutoka. Hekima. Hekima itakusaidia sana wakati wa mtihani wako, wakati wa jaribu lako, wakati wa mapito yako. Mungu huwa anaweka mtihani. Ndani ya mtihani kuna maswali. Utayajibu maswali ukiwa na hekima ya Mungu. Itakuongoza namna ya kuingia, namna ya kutoka, namna ya kuepuka. Ndio maana utajikuta unaweza kutatua jaribu huku umelinda uhusiano wako na Mungu. Utafaulu. Bwana ili amuinue mtu daraja, ili mtu afikishwe kwenye daraja, kwanza lazima awe na ufahamu kwa habari ya namna ya kupanda daraja. Ni kwamba kuna maswali yanaweza kupita kwake. Ayajibu swali kama anavyotaka. Majibu yanaweza akawa ni utii, yanaweza yakawa ni kuchukua hatua za utekelezaji. Lakini hekima imuongoze. Roho Mtakatifu aweko juu yake. Roho Mtakatifu atakusaidia sana kuweza kufikia ile daraja. Utainuliwa kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia kujua yanayopaswa. Maana yeye atatambua mpaka mafumbo. Anajua mpaka mafumbo. Kwa nini hapo kuna swali? Nilikuwa naangalia kwenye klipu, kuna mtu mmoja anaenda kwenye familia ya mtu mhitaji, anakuta mtu mhitaji, alafu anampa mtihani. Anamkuta bibi kabisa, yuko na mazingira magumu pale nyumbani kwake, yuko anahangaika kujipalilia kishamba chake, au anahangaika, alafu anafika pale anambia mama, samahani, nina njaa kabisa. Mama, naweza nikapata chochote? Nina njaa mama yangu. Wewe ni wa wapi?
Na mimi napita tu kuna njaa sana. Mama, ukiweza kunipa chochote nikala. Lakini baba, hali yetu, chakula chetu tutakiweza, lakini sisi hali yetu ni ngumu. Nipe tu mama, nitakula, nina njaa. Haya, huyu mtu anaamua, basi baba, ngoja anamletea kile kidogo anachomletea, au kahela, naomba hela, lakini yeye ana hela zaidi. Nipe tu shilingi 1 mama, nipe tu shilingi 200 nikanunua hata kitumbua. Unamaliza kumpa, anaondoka kidogo. Mama, mimi nimerudi. Nilikuwa tu nakujaribu kama una moyo mzuri. Mimi nimeamua kukusaidia, lakini kabla sijakusaidia, nilitaka nijue kama wewe una moyo wa ukarimu, una moyo wa kusaidia. Kwa hiyo mama, nimeamua kukubariki hiki, Mungu akubariki. Anaanza kumiminiwa fedha pale. Anakosa mpaka lugha ya kuongea, anaanguka pale analia tu, Mungu ameniona. Ila alipewa mtihani kabla ya kubariki. Bwana sasa. Wale Ibrahimu anapewa mtihani, sio tu kama zinamiminika hivyo, anapata mtihani kwanza. Wote walipata mtihani. Anapokea muujiza, lakini anapewa, unaamini? Ule nao ni mtihani. Na naamini. Na hiyo kwako kama imani yako inakuponya. Mtihani. Kila mahali utakuta pamoja mtihani. Hakuna mtumishi aliinuliwa pasipo kuwekewa mtihani. Huwezi kufika daraja bila mtihani. Bwana asifiwe. Haleluya. Utawakuta waliobarikiwa wana historia ya mitihani huko katikati. Wakikuelezea unaweza kusema hivyo tena. Unaweza kaitamani tu ile nafasi yao, lakini wakikupa mitihani na maswali waliowahi kujibu, unasema aisi, basi hata Mungu akubariki. Kama ni hivi, ni halali. Ila wenye kufoji, hizo sio baraka za Mungu. Ukimkuta mtu yuko daraja, watu amejining'iniza kwenye daraja, wanamwona watu kama yuko kwenye daraja la juu. Ila ukifuatilia hakuna mitihani hapo katikati, ujue yule mtu amefoji. Sio ajabu kusikia ameporomoka yuko chini. Unaweza kushangaa sio Mungu, kumbe ni shetani. Kufuatilia ukagundua kumbe ni shetani, hata sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wanaweza kaweka kwenye daraja alafu anaanza kulipa. Uko pale alafu ndio mtihani unakuja. Unatamani kuona Mungu akinipa mtihani nikafaulu huo mtihani kapanda kuliko kuja kuaibishwa. Yaani nipandishwe juu alafu nikoswe maswali, nikoswe mtihani, feli mtihani, alafu niambiwe sasa ulikuja hapa kama kwa bahati mbaya, rudi sasa kule mwanzo. Kaanza kusoma chekechea. Nilikuwa naangalia kuna baadhi ya walimu kama vile kule kujiamini kunapungua. Ulikuwa mwalimu wa sekondari, baadaye unaambia sasa bwana, ningana na taaluma yako, rudi shule ya msingi ukafundishe shule ya msingi. Nimeona wengi tu. Kuna mwalimu mmoja alikuwa mwalimu wetu sekondari, alikuwa mchachari sana. Alikuwa anapiga wanafunzi paka na ngumi, kama unanania anatupa fimbo haya anapanda ngumi. Sasa juzi nikamkuta anafundisha shule ya msingi. Jamaa kumbe hata elimu yake kwa ya chini, ndio maana alikuwa mkorofi. Kumbe alikuwa mwalimu wa shule ya msingi huyo jamaa. Alipokuwa anatuendesha, kumbe elimu yake ya chini kwa hiyo. Ni aibu. Bwana sasa. Kumbe hakufaulu vizuri mtihani. Kuna maswali hakuyamalizia ya degree, akakomea ya diploma. Basi akakimbia degree, basi arudi kwa wenye diploma. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufahamu kwamba Mungu anapotaka kumwinua mtu atamwekea mtihani, ataweka bila. Ukifeli utamlaumu kwamba Mungu ameshindwa kukuinua, ila itabaki kesi kwako. Tusimame.